Bwana, tangu Machi 8 dabi ya Kariakoo kushindwa kufanyika kati ya Young Africans dhidi ya Simba, bado mlolongo umekuwa mkubwa sana juu ya nini kifanyike, nani awajibike na vitu vingine kama hivyo hapo, huku wadau wengi wa soka wakitupia lawama bodi ya ligi kwamba wao ndio wanatakiwa kuwajibika kwa kuahirisha mchezo ule bila ya kuwa na sababu za msingi, huku bodi ya ligi wenyewe wakisema kwamba sababu ya kuahirisha mchezo ule ni viashiria vya uvunjifu wa amani, lakini pia viashiria vya rushwa katika mchezo huo. Young Africans wamegoma na wamesema kwamba hawatocheza mechi namba 184 kwani tayari wao walipeleka timu uwanjani, hivyo wanachokitaka ni kupewa alama 3 muhimu ili waendelee kubeba ubingwa. Bodi ya ligi wametangaza tarehe ya mchezo huo Juni 15, na endapo Young Africans hatopeleka timu uwanjani basi atapokonywa alama 15 ambazo zitamfanya harudi mpaka katika nafasi ya 3 au ya 4 hivi. Na hatoenda tena kushiriki michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, hivyo ataangukia katika kombe la shirikisho, lakini pia hataukosa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara, na atapewa na mpinzani wake mkubwa ambaye anashindana naye kwa sasa ni klabu ya Simba ambaye wamepishana alama 1 tu. Sasa meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ally amekuwa akitupa vidongo au vijembe sana kwa klabu ya Young Africans. Leo kupitia katika page yake ya Instagram ameandika kwamba nyuma mwiko wanatafuta mtu asiyekuwa na haya awatangazie kuwa wanacheza. Wote wanashindwa kujitokeza hadharani kwa mbwembwe walizofanya kuwa hawachezi. Wanajiuliza wanaanzaje na wataonekanaje. Walichoamua ni kuanza mazoezi kisiri. Ameandika hivyo Ahmed Ally akiwataja nyuma mwiko ambao mara nyingi anakuwa anawatania klabu ya Young Africans kwamba wanatafuta mtu ambaye atajitokeza hadharani na kusema kwamba jamani, Juni 15 tunaleta timu. Bwana, hiyo ndio taarifa ambayo inaendelea kutrendi kwa sasa katika mitandao mbalimbali ya kijamii pamoja na vyombo vya habari juu ya Young Africans atapeleka timu Juni 15 katika dimba la Benjamin Mkapa kwenye dabi ya Kariakoo. Bwana, hii hapa ni Vimba Media. Kumbuka kusubscribe.